Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala, kumtakia sala na salamu, rehma na neema mtumwamisha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu kama ambavyo nimetangulia kuihusia nafsi yangu juu ya jambo hili adhim. Na kisha tuzingatie kwamba tumo katika siku kuu ambayo ni miongoni mwa sikukuu kubwa kabisa katika Uislamu, sikukuu ambayo inakuja baada ya ibada kubwa, ibada ya kukamilisha nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, ambayo ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, yafaa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyotujalia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Mwenyezi Mungu anasema, Muhammad waambie, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake na huruma zake alizokupeni, kutokana na hayo mshukuruni sana. Hakuna rehema kubwa kama rehema ya uhai. Hakuna rehema kubwa kama rehema ya uzima. Hakuna rehema kubwa kama rehema ya afya. Na mwisho kabisa, hakuna rehema kubwa kama rehema ya taufik ya kumjua Mwenyezi Mungu, taufik ya kusimama katika yale ambayo Allah amekuamrisha. Miongoni mwao ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunawajibika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Na katika uzuri wa Uislamu ni kwamba mbali ya kwamba tunatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, tumetekeleza, tumefunga mwezi mzima, sami'na wa ata'na, tumeitikia kwa hali na mali, kwa vitendo na kwa kauli, sami'na wa ata'na. Mtume Mwenyezi Mungu anatuambia, walisaim farhatan, na kwa hakika kila aliyefunga ana furaha mbili ambazo Mwenyezi Mungu amemwekea. Farhatun, furaha ya kwanza inda iftarihi, wakati anapoftari magharibi, anafurahi alhamdulillah, anapata tende au maji au kahawa au chochote alichojitayarishia, anakula, koo inakuwa inapata ladha kwa kukosa ladha ile mchana kutwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anapoftari pale mwanadamu anafurahi. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, na furaha ya pili ni furaha ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu insha Allah atatupa pale tutakapokutana naye siku ya Kiyama. Haya yanajumuishwa na furaha ya mwisho kabisa, furaha ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambapo Mwenyezi Mungu Jalla waala, na uzito tulouona, watu wamefunga, wengine wanaumwa, wengine vichwa vinauma, wengine wanapata malaria, wengine wanapata corona, dhiki, tabu, joto moja kwa moja, adhabu moja kwa moja. Lakini baada yote haya Mwenyezi Mungu anatuambia, yuridullahu bikumul yusra, hakuna lolote ambalo Allah anakutakieni nyinyi isipokuwa ni wepesi. Wala yuridu bikumul usra, wala Mwenyezi Mungu hakutakieni mazito. Yale yote ambayo tumepitia Ramadhani yote ni mepesi kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana aya hizi zimekuja mubashara baada ya aya kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Baada ya muda anasema nini? Yuridu Allahu bikumul yusra wala yudhiru bikumul usra walitukabbirullaha walitukmilul idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mkamilishe idadi maalum 29 au 30. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumkabiri Mwenyezi Mungu kwa yale aliyokuamrisheni. Na ndio maana takbira zimekuwa nyingi kwa sababu amri Mwenyezi Mungu, wala'allakum tashkuruna, ili mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imekuja hadithi ya Imam at-Tabarani, anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu anapotia Abu Hurairah kama amesema, zayyinu a'yadakum bitakbiri, zipambeni idi zenu kwa takbiri. Idi shiari yake, utukufu wake, sifa yake takbiri. Kila takbiri zikiwa nyingi, hapo ndipo idi inakuwa nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kasema walitukabbirullaha, mumkabiri Mwenyezi Mungu kwa hali ambayo amekuwezesheni. Takbiri ni shiari katika Uislamu, ni alama kubwa sana. Na ndio maana hata katika vita kuna Allahu akbar, takbir. Hata mtoto akizaliwa anaadhiniwa Allahu akbar, hata sala ikiitwa Allahu akbar, wakadhalika kila pahala ambapo Mwenyezi Mungu ametaka atajwe pamoja kwa takbiri, na mwisho wa ibada ile kuna takbiri vile vile.
Siku ya leo ndugu zangu Waislamu ni siku kubwa mno. Ni siku ambayo Mtume Mwenyezi Mungu ametutaka sote tutoke majumbani mwetu, tuje katika viwanja na sehemu nyingine za kusalia, tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuswali swala hii ya Eid tukufu. Na kadhalika baada ya sala tusikilize mauidha na tuondoke na kitu katika yale Mwenyezi Mungu aliyosema yazungumzwe. Na ndio maana katika hadithi iliyotaja jana, hadithi ya Ummi Atiya Nusaiba bintu Kaabi, anahadithia kwamba mpaka sisi wanawake Mtume Mwenyezi Mungu ametutaka tutoke majumbani kwetu tuje msikitini. Mwanamke mmoja kisahaba akamuuliza Mtume Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, wengine sisi hatuna sisi baibui mazito, jilbabu ya kujistiri. Mtume akasema azime baibui la nduguye aje msikitini. Wengine watakuwa katika ada zao, hapana, waje katika viwanja wa msikitini, wajiepushe tu kusali msikitini na kukaa, wakae pembeni. Nini muhimu? Wasikilize maneno ya khutba itakayosema, waondeke nayo. Hili ndio lengo la Mtume wa Mwenyezi Mungu lilikuwa. Hadithi Imam Bukhari, hadithi ya Imam Muslim, hadithi katika Ahmad musnad yake, zote zima hadithi kama hii. أيها الإخوة، تفكر في من صلى معك الأعياد الماضية من الآباء والأجداد والأحباب، أين هم؟ أين ذهبوا؟ ndugu yangu, jaribu kufikiria kidogo, wale ulioswali nao mwaka jana, wengine mwaka juzi, wako wapi muda huu? Wangapi tumeswali nao? Hawapo, wako chini ya ardhi, wameshazikwa zamani sana. Ukikumbuka hili, inakupasa umshukuru Mwenyezi Mungu aliyekupa uhai. Lakini vile vile usije ukababaika. Mwenyezi Mungu anatueleza fahala asaitum, je, si jambo ambalo latarajiwa kwenu, intawallaitum, wako wengine ambao wakiondoka tu hapa, antufsidu fil ardhi, wakapita katika ardhi na kuanza kufanya ufisadi, zina, liwati, mambo machafu, wakakusanyika katika mabichi, katika fuko za bahari, katika ukumbi za disco, wakafanya maasi. Mwenyezi Mungu ameona zamani haya ni mambo yanatarajiwa, baadhi ya watu watakwenda kufanya kama hivi. Watuqatti'u arhamakum, na mkakatilia mbali ndugu zenu kwa kuona kwamba akija ataniomba nitampa kitu kadha kadha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mambo haya amesema zamani, tutahadhari nayo sana. Siku ya leo ni siku ya furaha, tusiye tukamwasi Mwenyezi Mungu ikawa kwetu mtihani. Mwenyezi Mungu anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewalaani, wa a'ma absarahum, na akapofoa macho yao, hawawezi kuiona haki. Tumetoa zakatul fitri na wengi wametoa punde hivi, na inshallah wale hawajatoa wajibu kwao hauondoki. Wanasema ahlul ilmi kwamba wajibu wa zakatul fitri hauondoki hata siku moja, unabakia pale pale. Lakini atakayetoa kabla sala fahiya zakatun maqbula, na atakayetoa baada sala fahiya sadaqa min as-sadaqat, ni sadaka katoa. Lakini wajibu uko pale pale, anatakiwa kila mwenye uwezo atoe. Tumetaja maana nyingi faida zake, lakini faida kubwa kabisa ni kwamba tuhratun lisaim, inamsafisha yule aliyefunga na makosa madogo madogo aliyofanya katika Ramadhani bila kutarajia. Na yule anayepewa vile vile anasaidiwa katika siku ya leo, asipite akaomba akaadhirika kwa kuwa hana alichokuwa nacho kumkidhi kuweza kutumia sikukuu. Miongoni mwa shukrani za Mwenyezi Mungu ni mtu kutoa alichokupa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio shukrani kubwa kabisa. Na miongoni mwa shukrani siku ya leo ni mtu kwenda kwa baba yako, kwenda kwa mwalimu wako, kwa shekhe wako, kwenda kwa babu yako, kwenda kwa ammi yako, kwenda kwa bibi yako, kwenda kwa mzee wako, nimekuja kukuamkia. Ni katika neema kubwa sana. Maulama wanasema baraka zinapatikana pale. Kufunga mtu hatua 1, 2, 3 na kwenda kwa mzee wangu, kwa shekhe wangu, kwa bibi yangu, na kwenda kumuangalia, kumpa mkono wa Eid. Hii ilikuwa ni ada zamani, lakini sasa imekatika kwa shughuli na mambo ya kizungu kuingia. Kuwa mtu anatuma message na anajiona kashatekeleza wajibu. Hapana, anatakiwa mtu ende physically. Ile ni ibada. Jibril alimsimamisha mtu njiani, Mwenyezi Mungu alimtuma Jibril, nenda kamuulize yule anakwenda wapi. Jibril akaenda kwa sura ya binadamu akamuuliza, unakwenda wapi wewe? Akasema ninakwenda kwa ndugu yangu. Kuna nini kule? Hakuna chochote isipokuwa ninakwenda kumtazama ndugu yangu. Akamwambia mimi ni malaika, Mwenyezi Mungu amekuja na ananiambia ninakubashiria pepo. Mwenyezi Mungu kanituma kuja kwambia ninakubashiria pepo kwa safari yako hii. Itakuwaje safari ya siku ya Eid, siku ya furaha?
kwa mtu ambaye amekufadhili, kakuzaa, kakulea, hakadha. Na katika mambo mazuri vile vile ni kula vyakula vya halal. Usiharibu saumu yako ya siku 30 kwa kula chakula cha haramu. Utakuwa umefanya jambo moja basi sana, ni kama mtu ambaye umekula nyongo katika kuku au katika mnyama mwingine, unaharibu kila kitu ambacho umekitengeneza. Na katika muhimu vile vile siku ya leo ni mtu kuridhika na kile Mwenyezi Mungu alichokupa. Mwenyezi Mungu amekadiria arzak. Wako walionyanyua, wako waliopakati na kati, wako waliopapa hali za chini. Kila mmoja aridhike na ile Mwenyezi Mungu alichompa. Hiyo ni ibada kubwa sana, ibada ya kuridhika na Mungu alichokupa. Alhamdulillah, hichi Mungu alichonipa ndiyo bora kwangu. Angenipa zaidi kama nitakavyo, ningekufuru, na angeninyima zaidi kama ambavyo ninavyo, pia ningekufuru. Alhamdulillah rabbil alamin. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فاتقوه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة، أي ndugu wa Islam, إنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لعباده الصائمين الموحدين. فقال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا. قال: ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. نعم. Hadithi hii yaeleza Mtume Mwenyezi Mungu aliwaambia ikifika mwisho wa Ramadhani, aliwaambia masahaba, Mwenyezi Mungu huwasamehe katika usiku mmoja waja wake Waislamu waumini. Mmoja katika masahaba akasema, usiku gani huo? Lailatul Qadri? Mtume akasema, hapana, ni usiku ule wa mwisho wa Ramadhani ambapo watu wamefanya kazi kubwa, halafu wakimaliza mfano wake kama vile wanapa mshahara, Mwenyezi Mungu anawasamehe. Na ndiyo pale aliposema kwamba walillahi utaqaun minan nar, na Mwenyezi Mungu anawatoa watu motoni.
fi kulli layl, katika kila usiku wa Ramadhani Mwenyezi Mungu anachagua baadhi ya watu wanaotaka mwenyewe. Huyu kafunga vizuri, anamtoa motoni. Huyu kafunga, wale ambao walikuwa na muelekeo wako na motoni, Mwenyezi Mungu anawabadilishia amali zao, badala yake wanakwenda peponi. Haya yanapatikana katika siku hizi na hasa usiku wa mwisho. Vile vile imepokewa katika athari ya kwamba leo ni siku moja mbaya sana kwa Ibilisi. Katika athari imepokewa hivi, Ibilisi ni siku moja mbaya sana kwake. Alikaa Ibilisi pamoja na wafuasi wake, akawa ni mwenye huzuni, hazinan muhtamman, kajinamia. Wakamuuliza, ma lana naraka hazinan muhtamman, yani mbona tunakuona umejinamia, huna raha? Akasema, la shay'a, misna kitu. Leo siku ya Eid hiyo, misna kitu. Walakin Allah Ta'ala, lakini kinachonihuzunisha ni kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu kad ghafara li hadhihi al-umma, amewasamehe watu wa umma huu, yani sisi, fi hadhihi al-ayyam au fi hadha al-yawm, katika siku ya leo Mwenyezi Mungu kawasamehe watu hawa. Sasa nakupeni kazi. Ibilisi anawapa contract wale wafuasi wake mashaitani, anawaambia hii, fa alaikum, maana kazi kwenu, juu yenu, kazi yenu, an tushghiluhum billadhati washahawati washarabul khamri hatta yubghidhum Allah. Nendeni sasa, kafanyeni kazi, nakupeni kazi hii, kawashughulisheni kula sana mavyakula matamu, makeki, mahalua, visheti, pilau, biriani, sio kitu gani, wale mpaka wavimbiwe. Wakisha kuvimbiwa watakuwa na matamanio ya kutaka kufanya jimai, watafanya jimai na wake zao na wanawake wa nje, watazidi, watafanya liwati mpaka Mwenyezi Mungu atakasirika. Hapo tena sisi tumefanikiwa, lengo lile limefanikiwa, hawakuingia hapo tena. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe na hadhari sana siku ya leo. Mmoja katika maimamu alipita pahala siku ya Eid, akawakuta watu wanasherehekea na ngoma, koko wanacheza. Akawatazama, haelewi hawa vipi hawa. Akasema hivi ya kwamba falaisa hadha shukru, akasema in kuntum ahsantum fi Ramadan falaisa hadha shukru al-ihsan, wa in kuntum asatum fama hakadha yaf'alu man asaa ma'a ar-rahman. Ikiwa nyinyi mmefanya katika Ramadhani mambo mazuri mengi mmefanya, basi sidhani kama hii ndio shukrani kwa Mungu atakufikia alokupeni kwa mnafanya. Na ikiwa katika Ramadhani mmekosea, mmefanya mabaya, sidhani kama mnawafanya sasa hivi mnamfurahisha Mungu. Ala kulli hal, tutakiwa tufanye mambo kiasi kwa kiasi. Usifanye mambo ukafurutu ada, usifanye ifrat katika kile jambo. Ni siku ya furaha, furahi kiasi na familia yako na watu wako, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa tawfika aliyokupa. Na kubwa, mwisho wa hotuba yetu, kubwa kabisa, kila mmoja katika sisi aondoke na nia ya kumuomba Mwenyezi Mungu ampe tawfiki ya alistimrar bitaa baada Ramadhan. Ramadhani imetujenga. Watu walikuwa waswali msikitini, wengine waswali lakini jamaa alikuwa hasipati, wamezipata. Kuna watu hawaswali sunna, wakawa wanaswali tarawehe mwezi mzima. Fikiria tarawehe raka 20 kila siku, 20 mara 30, 600. Raka 3 za witri, 3 mara 30. Ni ngapi hizo? Nyingi sana. 3 mara 10, 30 mara 10, 30 mara umeswali witri mara 90 katika Ramadhani. Ni jambo kubwa sana. Umeswali tarawehe raka 600. Muombe Mwenyezi Mungu akuwafikishe walau uzipata raka 12 kwa siku. Raka 2 kabla alfajiri, raka 4 kabla adhuhuri, raka 2 baada adhuhuri, raka 2 baada almaghribi, raka 2 baada alisha. 12 sunnatun muakkada. Muombe Mungu walau akuwafikisha hivi. Ukifanya hivi, Mwenyezi Mungu anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao kwamba wametuomba wakajitahidi kufanya mambo ya kheri, sisi tutawaongoza katika njia za kheri. Njia ya kheri kubwa sana ni kustick into the right path, kusimama katika njia itakiwayo. Yale katika Ramadhani yaendelee. Mungu yule uliokuwa kumwabudu katika Ramadhani na tarawehe na kelele nyingi na dua nyingi na uchamungu mkubwa, ndio Mungu yule katika Shawwal. Mungu ndio yule, hapana haja ya kubadilika. Muombe Mwenyezi Mungu atupe tawfik. Ayuha al-ikhwa, inna Allaha
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار، خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك من الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا مدرسة صلى الله عليه وسلم يقول فيه الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والعفو منكم.